evil, uovu unasimama, unashamiri pale ambapo watu wema wanauona ule ubaya unafanyika, alafu hawasemi kitu, wanaunyamazia, ule uovu utaendelea. Kwa hiyo na sisi hapa tulipo tukubaliane kwamba katika Morogoro yetu utekelezaji wa majukumu ya sisi tunaosimamia miradi ya umma, lazima tuhakikishe kwamba ya ule ubora na malengo unaotakiwa kufikiwa kwenye miradi ile unafikiwa. Not because mimi nimepata au sijapata, but because wale watakao nufaika na huu mradi ambao mimi siwajui wala siwezi kuwakadiria wote, wanatakiwa wapate kitu ambacho ndicho matarajio yao. That is where we start. Hapo ndo tunapoanzia, kwamba tusipofanya sisi wajibu wetu, wale wanaotarajiwa kunufaika na mradi watakwenda watapata kitu ambacho sio stahili yao. Hapo ndio kwenye ajali namba moja, na utaumiza watu ambao they are unsuspecting, ambao hawana kesi na wewe kwa sababu ya wewe tamaa yako. And sometimes, kama nilivyosema, it's not about money, it can be about something else. Rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kusababisha hasara kubwa kwa serikali na jamii kwa ujumla. Vitendo vya rushwa vinaweza kusababisha ujenzi wa miradi isiyo na viwango, ongezeko la gharama zisizo za lazima, ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi, na wakati mwingine kukosekana kabisa kwa huduma zilizokusudiwa kuwafikia wananchi. Matokeo yake ni kupungua kwa imani ya wananchi kwa serikali na kudhoofika kwa juhudi za maendeleo. Ndugu mgeni rasmi, TAKUKURU imekuwa ikifanya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma kwa lengo la kubaini kasoro katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ufuatiliaji huo umeonyesha viashiria vya uvujaji wa rasilimali, ucheleweshaji wa miradi, ushiriki mdogo wa wadau na hatari ya kutofikiwa kwa thamani halisi ya fedha. TAKUKURU, ambacho ni chombo kimojawapo cha kusaidia kazi, imekuwa ikitekeleza wajibu huo na hatua mbalimbali za maboresho zimekuwa zikichukuliwa.